Ma question, Monsieur le Président. Oh. Goma et Bukavu seront libérés quand? Mbona tunaangalia kama lengo yako kubwa huko nataka ubadilishe katiba ya nchi ili uweze kuikala kwa nyingine mara tatu kwa kiti ya nchi. Mtazamaji wa Ngoma ya Koto TV, tunawaletea ya kwamba tunakuja kufanya decryptage na kuongea kwa mambo machache tu ambayo jana rais wa nchi aliweza kufanya conference de presse, yaani mkutano na wapasha habari, na kuna mambo muhimu ambayo kwamba iliweza kuzungumziwa humo ndani ambayo wakongomani ni lazima wajue. Swali ya kwanza ambayo aliweza kuulizwa rais Tshisekedi, Felix Tshisekedi aliweza kuulizwa kunako swali kama na hii. Bali muuliza rais, je, ni siku gani ambayo unaamini itakuwa yenye kugombolewa Goma na Bukavu? Rais akasema mpaka sasa sina ujuzi wowote ama sijue ni siku gani yenye Goma na Bukavu itakuwa yenye kugombolewa. Hii ilikuwa ndio jibu ambayo alisema, na akaongeza ni lazima kwa miujiza. Akasema ni wenda kwa miujiza ya Mungu njo Goma na Bukavu itakuwa yenye kugombolewa. Sasa Kinshasa wanasema Goma na Bukavu haijagombolewa, yaani iko katika mikono ya waasi. Na vile vile M23 kote ambapo inapofika AFC M23 inasema wao wamegomboa Goma na Bukavu. Sasa hatuyajua kati ya government na AFC M23 ni wakina nani ambao wako na sheria na ni wakina nani ambao wanasema Goma na Bukavu imeweza kugombolewa. Aliulizwa kwa swali nyingine, bakamuuliza president, mbona tunaangalia ni kama vile uko nataka ubadilishe katiba kwa kingufu? Yeye akajibu na kusema, mimi siwezi kubadilisha katiba wala sina uwezo wowote wa kubadilisha katiba kwa kingufu, lakini wanaoruhusa ya kubadilisha katiba ni wananchi peke yao. Kwa hiyo tutafanya referendum. Ingawa kama wananchi wanataka katiba iweze kubadilishwa, basi katiba itakuwa yenye kubadilishwa na kutakuwa referendum. Wakamuuliza, unaamini ya kwamba uchaguzi itakuwa mwaka 2028? Rais Tshisekedi akawa mwenye kujibu na kusema ya kwamba siamini kama uchaguzi itakuwa, sababu hatuwezi tukafanya uchaguzi na Goma na Bukavu haiyagombolewa. Baba na mama popote ambapo nanifuata kwa muda kama na huu, kama unafurahia haya majibu ambayo yanakuwa mwenye kuyapana wa President Tshisekedi, sababu amejibu na ni maswali ambayo kwa sasa yako yanaleta vurugo na yanaleta fujo ndani ya nchi ya kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Watu wengi wako wanasema ya kwamba president iko nataka agombanie muhula wa tatu, yani manda ya tatu, troisieme mandat. Wakati walimuuliza na kusema, mbona tunaangalia kama lengo yako kubwa uko nataka ubadilishe katiba ya nchi ili uweze kuikala kwa nyingine mara tatu kwa kiti ya nchi, Rais Tshisekedi ambaye ana hekima kubwa akawa mwenye kuwajibu na kusema, mimi sina nia yoyote ya kugombania kubakia hapa kwenye kiti kyangu mpaka muhula wa tatu, lakini president akasema mimi naweza bakia ku pouvoir kama ni wananchi peke yao ndio wanataka mie Tshisekedi nibakie ku pouvoir. Tshisekedi akawa mwenye kuuliza baba na mama ambapo unaniona sasa, wakamuuliza, mbona tunaonaka kwa nini pesa za wafanyakazi wa serikali wa agent de l'etat salaire yao, yani mshahara yao inakuwa yenye kukawia? Le president Felix sage kile akasema, hata na mimi nashangalaka, mwende muulize ministre wa finance. Ministeri ya finance ndio inacheleweshaka mshahara ya watu, lakini sio mimi. Muulize waziri wa fedha. Waziri wa fedha ndio mwenye nayo yale mambo, sababu hata na mimi peke rais wa nchi na mimi mshahara wangu inachelewaka. Nchi gani yetu tunaishi ndani? Wallahi, Kongo nchi yetu ni nchi gani ambayo mpaka na mshahara wa rais inakwenye ukamata muda? Akawa mwenye kuulizwa kunako masuala ya kidiplomasia, bakamuuliza, bona wewe tunaonaka mara mingi M23 sasa inapiga fasi, unapanda pana maavyo, unaenda Amerike, unaenda Italy, unaenda Brazil, unaenda wapi, unaenda Russia kutafuta usaidizi. Japokuwa shie tunayua wakati wanakugombola na nchi wakati nchi inako inavamiwa, kitu kia kufanya na wewe ni kujidefendre, yani unajitetea ngumi kungumi, kipasi ukipasi, bunduki bunduki, kisu kukisu. President Tshisekedi akajibia na kusema,
mie niko raia, niko civil, siko jeshi, ama zile taktiki na tekniki za kijeshi mie sizijui, mbinu za kijeshi sizijui. Ndio maana mimi naendaka mkidiplomasia. Rais Tshisekedi yule anajibia vile, watazamaji wangu. So wewe kama unaangalia Tshisekedi hapa amekosea, sababu ndani ya nchi muna majenero, muna makapiteni, muna bajeshi, tena jeshi kubwa ambayo iko ndani, na hatujue kwa nini Tshisekedi hakuaminia jeshi lake. Wenda siangemuita, ingekuwa mimi tunamuita chef d'etat major supreme, tunamuita general, wanakuja wanaongea. Tuko na Eric Bravo iko pale, amefanya kijeshi kubwa sana. Bahati Francois mon futur general, unabaita wanakupatia ma technique de guerre, unakimbiza M23, sababu wananchi ambao wako Goma na Bukavu wanasema wananyanyasika na M23, lakini watu wenye wanaishi lakini watu wa Goma na Bukavu wanasema hawanyanyasiki. Mtu wa Kinshasa anasema M23 yanyanyasa watu wa Goma, lakini mtu mwenye ko Goma anasema afadhali M23 ibakie kuliko FARDC irudie. Na ndio maana rais hapa kajibu anasema mie siko jeshi, niko raia. So hiyo ilikuwa ni busara kubwa ambayo ameweza kuyatumia mkurugenzi ama mkubwa wetu president de la Republique son excellence mon president Tshisekedi. Mungu akubariki na kuongezee muhula mpaka ku 5e mandat. Akawa mwenye kuulizwa tena kunako maswala ya sababu, wakati balimuuliza swali ambaye alimuuliza ni bosolo na politiki Israeli Mutombo, akauliza president Tshisekedi, mon president de la Republique, bona wakati na hauyakuwa ku pouvoir ulisemaka utapandisha mshahara ya majeshi, wa polisi, walimu na madokta, na ukasema kila jeshi wa Kongo atakuwa na gari yake ya kutembelea ama polisi, na atakuwa na nyumba, funguo za nyumba yake ataka mwenye kuzimiliki. Bona kwa sasa tunaangalia jeshi la Kongo nyo linazarauliwa, sababu wanapokea pesa ndogo na wanakufia nchi yao. Polisi wa Kongo wanazarauliwa, wanganga ndio wanatunza watu, walimu ndio wanapatia watu elimu, lakini mshahara yao inakuwa yenye kuchelewa. Son excellence le président Félix Tshisekedi, vraiment réponse yake mimi haikunifurahisha, parce que alikuwa sasa mwenye anazarau ile question, akasema mie nilisemaka vile. Donc mon president akasahau, rais wangu Tshisekedi akasahau ya kwamba ni kweli, na wakamwambia ndio, na video ziko tunaweza kutumia mpaka kumwisho. President akasema na mie zile video muzinipatie nizione. Kwenye mie Tshisekedi nilisemaka siku ndakuwa president ndapati kila soda atakuwa na gari yake, kila soda atakuwa na nani. Mon president Felix, video ziko papa, tunaziweka na bado tungali nazo. Akauliziwa kwingine swali, utakapotoka kukiti ama kwa madaraka, yule ambaye kwamba atakayekuya nyuma yako, unaamini ya kwamba na wewe utampigaka vita kwa masasi? M'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat, c'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Akasema pale kupigana naye vita afadhali nikuye nijiunge naye, lakini siwezi kamatia vita yule ambaye kwamba atakayekuja baada yangu. Na akasema sababu leo Mkongo mshakuwa kitu ya mie njo mwana ya, akawa mwenye kubambia na kusema mtu yeyote ambaye kwamba anatumika serikalini, anatumika kazi yote ya inchi ya serikali, na sunaona Kinshasa kuna kwa manjia njia ya kwenda huku na ya kwenda huku, lakini kuna kwa wengine wenye ye kama ni gari ya kwenda za kwenda tu hivi, na kama ni wakukuya huku anavunja sheria na anakuya hii ngambo. Rais Tshisekedi akasema atakayekamatwa ataadhibiwa vikali, sababu hakuna aliyekuwa juu ya sheria. Ngoma ya Kotu TV kalikuwa ni kale kadogo, tutakia tena na partie D. Tunabacha kwanza musavuria ya kwanza na muweze kufurahia mambo ya ngoma ya Kotu TV. Eric Francois kote kwenye huko na majeshi wote ambao wako wanapigania nchi. Tuko na swali ya kuuliza, je, ni M23 ndio iligombola ama ni FARDC ndio itagombola? Na ni siku gani Goma na Bukavu itagombolewa? Sababu Rais Tshisekedi anasema uchaguzi haitafanyika kama Goma na Bukavu havijagombolewa. Na vitagombolewa siku gani? Alisema tusubiri muujiza ya Mungu. Mimi nasema bye bye, msikose kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.